huwa linapotokea jambo basi wanaenda kwa baadhi tu ya kifungu, basi wanatafsiri wanavyotaka wao. Jamani, mpira na kanuni na taratibu zake. Mchezaji anapotoka kwa mkopo kwenda kwa klabu nyingine, kama klabu A inamtoa mchezaji kwenda klabu B kwa mkopo, kuna taratibu zinazotakiwa zifuatwe, ambapo kuna kuweko na makubaliano kati na klabu na husika ili yule aende akacheze kule, pia ikizingatiwa kutazama maslahi yake. Na sisi wa kutoka kwenye nchi nyingine, Morocco anakuja Tanzania ni nchi B ya uhamisho ya kimataifa, sajiliwa patikane hati ya uhamisho. Hati ya uhamisho inatolewa na klabu ya mwenye mchezaji. Alikuwa ni mchezaji wa Simba kwa mkopo kutoka Wydad, lakini mwaka huu mkopo umeisha. Hiyo hati kwa yule wa pili anayemchukua mchezaji kwa mkopo, mfumo utakubali baada ya kuona hati hiyo. Siwezi kutoa hati ya uhamisho wa mwalimu kwenda timu nyingine kwa sababu sio mchezaji wake. Ndani ya ligi hawezi akaombea hati ya kuhamishwa kwa timu inayocheza kwenye ligi ile ile. Sasa Wydad wametoa hati ya uhamisho ambayo inaitwa ITC kwenda Yanga, utasoma uhamisho wa huyo mchezaji kuja huku kucheza mpira, kuweko na maelezo kuwa anakuja kucheza mpira mkopo. Mpira mkopo kuna kuweko na kaingia mkataba aina yoyote na huyo mchezaji kwa sababu sio mchezaji wako. Sasa kama watu wanaingia mikataba na mchezaji wa mkopo, ni kinyume cha taratibu. Na huo hiyo ya mkataba wa mikopo mingine na mchezaji haitapelekea mchezaji huyo kuto kucheza mpira, kwa sababu hayo makubaliano yanakuwa nje ya mkataba wa makubaliano wa kupeana mchezaji kwa mkopo. Yeah. Sasa kwa hili la mwalimu, inawezekana vipi issue ya FIFA Connect ikahusishwa, yani kwenye TMS kule, kwamba inawezekana baada sajili hajapata kibali kama leseni? Hilo linakaje? Nani ambaye amesema mwalimu hajapata leseni? Yani ni tetesi ambazo ndio zinasema kwa sababu aonekana akicheza labda mechi ya jana, labda atarejea acheze. Kujenga maneno kutokana na tetesi za watu, kwa sababu mamlaka zinazohusika zipo. Sasa kuto kucheza mchezo labda ni mfumo wa kocha wa klabu yake, kuwa labda anataka amcheleweshe au jamwamini na nini, lakini usajili unapopita mchezo utangazwa, usajili wake umekamilika. Tunakuwa na sajili aina mbili. Tunakuwa na sajili ambazo wachezaji hapo wanacheza loko na wachezaji wanaocheza international. Ni mchezaji mwenye mkataba na Wydad, yuko Tanzania kucheza Simba au Yanga kwa mkopo. Kwa hiyo usajili wake utaenda kutokana na hati ambazo zitakubalika kwenye mfumo. Sasa labda na mimi nikuulize swali wewe, kwa nini wanasema labda Simba imezuia transfer ya mwalimu? Ndo hatuelewi hapo, ndo najaribu kuuliza tujue kikanuni ikoje, kwenye kanuni kisheria. Kwenye swala usajili, kama ukienda za usajili ziko wazi. Simba
kuzuia usajili wa Mwalimu kwa sababu sio mchezaji wake. Sio mchezaji wake. Kwa hiyo yule kupata huyo mchezaji kwa wa mkopo ndio atasajiliwa. Na narudia tena, kuto kucheza kwa Mwalimu hakutokani na Simba kumzuia kwenye mfumo. So, inatoka ITC mkopo kwenda sehemu nyingine, maana mkataba ule, makubaliano ya mchezaji wa mkopo kwa klabu aliotoka unakuwa umeisha. Kwa hiyo anaingia moja kwa moja kwenye mfumo. Na fikra tu za watu, na mimi ningependa kuchukua fursa hii kuambia Watanzania visome hivi vitu vya kimpira ili tuweze kuujua mpira wenyewe na kuupenda mpira wenyewe, kwa sababu mpira unatakiwa uujue kwanza ndio upende. Ukisha upenda mpira kabla kuujua, matokeo yake ndio yatakuwa huyu mimi Simba, mimi Kiba